Hatimaye Donald Trump atoa kauli. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ana mzana wala hatani kuhusu kutamani kuwania muhula wa 3 wa urais wa nchini Marekani, ingawa katiba ya nchi ya Marekani hairuhusu yeye kuwania muhula mwingine tofauti na mihula miwili aliyoidumu kama rais. Kwenye mahojiano yake, Donald Trump akukataa kuhusu kutamani kuwania muhula wa 3 wa urais, lakini alisikika akisema kuwa sina mzaa kwenye swala hili, huku akinukuliwa akisema sifanyi mzaa, watu wengi wanataka nifanye hivyo, yaani kuwa rais kwenye awamu ijayo. Pia ninamaanisha kimsingi ninawaambia tuna safari ndefu, lakini ni mapema sana kusema hilo. Mtangazaji wa NBC aliyekuwa akimhoji rais wa Marekani Donald Trump alisikika akisema maneno haya. Nasikia wakisema au sikiki kama unatania kuhusu swala hili. Mimi nimekusikia unatania kuhusu hili mara kadhaa wa kadha. Rais Trump akajibu, hapana, mimi katika swala hili wala sitania. Rais Trump alibanwa kwa maswali kuhusu kutaka muhula wa 3 kwenye ikulu ya White House. Alijibu mtangazaji kuwa nina nia ya ambazo unaweza kuzifanya kama unavyojua. Mimi na utamani urais na naweza nikagombea tena awamu ya 3. Ni maneno ya rais wa Marekani Donald Trump. Amesema ana mzaa wala hatani kuhusu kutamani kuwania muhula wa 3 wa urais wa nchini Marekani, ingawa katiba ya nchi ya Marekani hairuhusu yeye kuwania muhula mwingine tofauti na mihula miwili aliyoidumu kama rais. Ajali mbili zaua watu 7 huko Same. Watu 7 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa katika ajali ya gari mbili tofauti zilizotokea wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo ajali ya kwanza ilitokea usiku katika maeneo ya Njolo ikihusisha basi la kampuni ya Osaka iliyokuwa likitokea jijini Dar es Salaam na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 52 kujeruhiwa. Ajali ya pili ilihusisha basi aina ya Costa ambalo lilipinduka asubuhi ya leo katika kona ya Mlima Ilamba na kusababisha vifo vya watu 6 na majeruhi 23. Waliofariki dunia katika ajali hiyo ni wanakwaya waliokuwa wakisafiri kutoka Chome kuelekea Ndolo. Mkuu wa wilaya Same Kasida Mgeni ameonyesha masikitiko yake kutokana na vifo hivyo na kuwasihi madereva kuwa waangalifu wanapopita wilayani Same kutokana na hali ya hewa ya wilayani Same kuwa na upepo mkali. Ni taarifa kutoka huko Kilimanjaro. Hatimaye watu 7 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa katika ajali mbili tofauti zilizotokea wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo ajali ya kwanza ilitokea usiku katika maeneo ya Njolo ikihusisha basi ya kampuni la Osaka lililokuwa likitokea jijini Dar es Salaam na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 52 kujeruhiwa. Na ajali ya pili ilihusisha basi aina ya Costa ambalo lilipinduka asubuhi ya leo katika kona ya Mlima Ilamba na kusababisha vifo vya watu 6 na majeruhi 23. Waliofariki dunia katika ajali hiyo ni wanakwaya waliokuwa wakisafiri kutoka Chome kuelekea Ndolo. Dereva aliyesababisha kifo cha OCD Chiko akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema limemkamata Elias Ulembungwi maarufu kama Dogo Bata mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Segerea jijini Dar es Salaam. Dereva aliyekuwa akiendesha gari lenye nambari T580 EAE aina ya Tata daladala, ambaye alitoroka Machi 17 mwaka 2025 mara baada ya kusababisha ajali iliyosababisha kifo cha ASP ya Wazi Ramazani Chiko aliyekuwa mkuu wa polisi wilaya ya kipolisi Chanika. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro amesema mtuhumiwa huyo alikamatwa na makachero wa kipolisi kanda maalum ya Dar es Salaam Machi 27 mwaka 2025 huko maeneo ya Mbalizi mkoani Mbeya na atafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. OCD Chiko alifariki Machi 17 mwaka 2025 katika ajali ya gari akiwa anaelekea kazini katika barabara ya Nyerere Road maeneo ya Pugu mwisho wa lami baada ya gari lake kugongana na daladala, ambapo alizikwa Machi 18 mwaka 2025 katika makaburi ya Kisutu Ilala jijini Dar es Salaam. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema limemkamata Elias Ulembungwi maarufu kama Dogo Bata mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Segerea jijini Dar es Salaam. Dereva aliyekuwa akiendesha gari lenye nambari za usajili T580 EAE aina ya Tata daladala, ambaye alitoroka Machi 17 mwaka 2025
mara baada ya kusababisha ajali iliyosababisha kifo cha SP Awazi Lambazani Chiko, aliyekuwa mkuu wa polisi wilaya ya kipolisi Chanika. Askari aliyechota mafuta akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi mkoani Tabora limemweka mahabusu na hatua za kinidhamu zikiendelea kuchukuliwa kwa askari wa usalama barabarani mwenye nambari WP8032 PC Victoria kwa kutochukua hatua kwa watu waliokuwa wakikinga mafuta kwenye gari iliyopata ajali Machi 28 mwaka 2025 mkoani Tabora, na badala yake alifika mapema eneo la tukio na kushiriki kutoa dumu kwa wananchi na yeye kuanza kukinga mafuta. Akiongea, kamanda wa polisi mkoani Tabora alisema Machi 28 mwaka 2025 majira saa 4:45 uko maeneo ya kijiji cha Igogo wilaya ya Igunga Tabora, barabara Igunga Tunzega, gari yenye nambari T275 EK na tela nambari T944 CY Scania tank jumping mali ya Guda Petrol Station ikiwa na shehena mafuta ya aina ya diesel ikitokea jijini Dar es Salaam kwenda Nzega, ikiendeshwa na dereva Shahabani Ismail Gunda, iligonga gari yenye nambari T309 DUK Scania ikitokea Kagera kwenda Moshi ikiwa na mzigo wa mahindi, ikiendeshwa na dereva Christopher Agustino Msoso. Baada ya kugongwa, Scania ilipoteza mwelekeo na kugonga gari nyingine yenye nambari T195 DSC imebeba kontena kutoka Kongo kwenda Dar es Salaam ikiwa aina mzigo wote, ikiendeshwa na Omar Nasolo Ali na kusababisha majeruhi kwa Omar Nasolo Ali na uharibifu wa magari yote matatu. Chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva mwenye gari nambari T275 EK Scania kuhama upande wa pili wa barabara ghafla bila kuchukua tahadhari. Hali ya majeruhi ni nzuri na wamelazwa hospitali ya wilaya Igunga akiendelea na matibabu. Ni taarifa kutoka Tabora. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Tabora limemweka mahabusu na hatua za kinidhamu zikiendelea kuchukuliwa kwa askari wa usalama barabarani mwenye nambari WP8032 PC Victoria kwa kutochukua hatua kwa watu waliokuwa wakikinga mafuta kwenye gari iliyopata ajali Machi 28 mwaka 2025 mkoani Tabora, na badala yake alifika mapema eneo la tukio na kushiriki na kutoa dumu kwa wananchi na yeye kuanza kukinga mafuta. Stephen Wasira atoa kauli ya deni la taifa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira amesema nchi inakopa kwa ajili ya kufanya mambo ambayo Tanzania itaishi nayo na faida zake zitakuwepo kwa miaka mingi kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho, huku akisisitiza kuwa deni la serikali lililopo ni shilingi trilioni 97. Sio kwamba lote limekopwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, bali limekuwepo toka enzi za rais wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wasira ametoa kauli hiyo alipokuwa akiongea na wanachama pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Maswa mkoani Simiyu katika kikao cha ndani, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mkoani humo yenye lengo la kukagua uhai wa chama, utekelezaji na ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi CCM na kusikiliza kero za wananchi. Stephen Wasira aliendelea kusema kuwa tunakopa ili kufanya jambo ambalo tutaishi nalo na faida zake kwa miaka mingi, kizazi hiki na hata kizazi kijacho. Na lile deni sio kwamba limekopwa na Rais Samia Suluhu Hassan shilingi trilioni 97. Sio kweli, lile deni liliongezeka na madeni mengine ya zamani ambao tulishakopa toka enzi za Nyerere. Alichukua miaka 40 kuanza kulipa madeni hayo. Ni taarifa kutoka huko Maswa. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira amesema nchi inakopa kwa ajili ya kufanya mambo ambayo Tanzania itaishi nayo na faida zake zikiwepo kwa miaka mingi kwa kizazi cha sasa na hata kizazi kijacho, huku akisisitiza kuwa deni la serikali lililopo la shilingi trilioni 97 sio kwamba lote limekopwa na Rais Samia Suluhu Hassan, bali lilikuwepo toka enzi za rais wa kwanza hayati Mwalimu Julius Nyerere. Askari aliyechota mafuta akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi mkoani Tabora limemweka mahabusu na hatua za kinidhamu zikiendelea kuchukuliwa kwa askari wa usalama barabarani mwenye nambari WP8032 PC Victoria kwa kutochukua hatua kwa watu waliokuwa wakikinga mafuta
kwenye gari iliyopata ajali Machi 28 mwaka 2025 mkoani Tabora, na badala yake alifika mapema eneo la tukio na kushiriki kutoa dumu kwa wananchi na yeye kuanza kukinga mafuta. Akiongea, kamanda wa polisi mkoani Tabora alisema Machi 28 mwaka 2025 majira saa 4 na dakika 45 uko maeneo ya kijiji cha Igogo wilaya ya Igunga Tabora, barabara Igunga Tunzega, gari yenye nambari T275 EEK na tela nambari T944 CY Scania tank jumping mali ya Guda Petrol Station ikiwa na shehena mafuta ya aina diesel ikitokea jijini Dar es Salaam kwenda Nzega, ikiendeshwa na dereva Shahabani Ismaili Gunda, iligonga gari yenye nambari T309 DUK Scania ikitokea Kagera kwenda Moshi ikiwa na mzigo wa mahindi, ikiendeshwa na dereva Christopher Agustino Msoso. Baada ya kugongwa, Scania ilipoteza mwelekeo na kugonga gari nyingine yenye nambari T195 DSC imebeba kontena kutoka Kongo kwenda Dar es Salaam ikiwa aina mzigo wote, ikiendeshwa na Omar Nasol Ali na kusababisha majeruhi kwa Omar Nasol Ali na uharibifu wa magari yote matatu. Chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva mwenye gari nambari T275 EEK Scania kuhama upande wa pili wa barabara ghafla bila kuchukua tahadhari. Hali ya majeruhi ni nzuri na wamelazwa hospitali ya wilaya Igunga akiendelea na matibabu. Ni taarifa kutoka Tabora. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Tabora limemweka mahabusu na hatua za kinizamu zikiendelea kuchukuliwa kwa askari wa usalama barabarani mwenye nambari WP 8032 PC Victoria kwa kutochukua hatua kwa watu waliokuwa wakikinga mafuta kwenye gari iliyopata ajali Machi 28 mwaka 2025 mkoani Tabora, na badala yake alifika mapema eneo la tukio na kushiriki na kutoa dumu kwa wananchi na yeye kuanza kukinga mafuta.